Kwetu ingekuwa ni jambo jema sana, kwa sababu tuna misimu minne huu kuelekea watano hatujapata kikombe chochote. Kwa hiyo tungelipata kombe la Mapinduzi lingetufariji, lakini yote kwa yote ndio mpira ulivyo. Tumetolewa na Azam katika mchezo wa robo finali, nusu finali. Kwa hiyo tunarudi kujiandaa kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 23 na Experience de Tunis, lakini haikuwa lengo. Yani kiuhalisia ukiangalia hatukujipanga, kwa sababu tumeenda kule kama masiara. Sisi tulijua ni kama Mapinduzi ile ya zamani, lakini kumbe Mapinduzi imefanya nini? Imebadilika kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na NMB. Wamewekeza pesa nyingi, kwa timu zote zimeenda kule zikiwa serious, zimeenda full team. Lakini sisi tumechukua wachezaji wengi wa timu B, wachezaji wa timu A wengi walikuwa wanakaa jukwani. Baada ya kupangwa na Azam, sasa ndio viongozi wanastuka, wanashusha wachezaji chini, lakini tayari utimamu wa mwili haukuwa mzuri. Yaani unaona kabisa kwamba wachezaji wengi hawakuwa vizuri kimwili, kwa sababu hawana game fitness, wamekaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo imepelekea kufungwa na Azam ambayo ilikuwa kambini inafanya mazoezi takriban mwezi mzima, wakati sisi wachezaji wako mapumziko, wenzetu bado walikuwa wanaendelea na maandalizi yao. Kwa hiyo kikubwa ni kushukuru tu uongozi wa Zanzibar ambao uliandaa yale mashindano. Next year tutaangalia, tutajipanga vizuri, kwa sababu uwekezaji umekuwa mkubwa kupitia NMB, na tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwekeza nguvu zake nyingi. Leo tumeona ameita timu yetu ya taifa na wana michezo yote kwa ujumla katika kwenda kuwafanya nini, kuwapa tuzo na kuwapa zawadi na kuwapa pongezi, ili waweze kuhamasika kuendelea kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania ili tuweze kufanya vizuri. Hilo tunampa big up vile vile. Unasema mmefungwa na Azam ambao walijaza under 20. Hakuna, ni maneno tu ya kimpira. Wale wachezaji walikuwa ni watatu, na wale wachezaji wanatumika mpaka kwenye ligi, wapo wanafanya nini? Wanatumika. Simba katika timu ambazo zinaenda na wachezaji wengi under 20 ni Simba Sports Club, kwa sababu ukiangalia kikosi kilichocheza mwisho na Fufuni, ni wachezaji watatu tu ambao ndio walikuwa wachezaji wa timu A. Umeelewa bwana? Alikuwepo Hossein Abel, alikuwepo Mpanzu, alikuwepo Joshua Mutale. Umeelewa bwana? Ndio wachezaji ambao walifanya nini, waliotumika na kina Nio Maema, lakini waliobakia wote ni wachezaji wa ndani wa under 20. Hata yule aliyofunga goli ni mchezaji wa under 20. Kwa hiyo Simba alikuwa na wachezaji wa under 20 wengi. Mbaya zaidi mmekwenda kufungwa na mchezaji ambaye Ahmed Ally alikuwa ndani ni mchezaji wenu. Yule alikuwa kipindi kile kweli alikuwa ni mchezaji wetu, lakini baada ya matatizo yale kutokea na sintofahamu zilizotokea akabakia nini ndani ya kosti. Msimu uliofuata Azam akamchukua. Shomari Lawi ni mchezaji mzuri, na bado hata yeye mwenyewe pale yupo Azam, lakini bado akili yake lazima anahitaji kuitumikia Simba. Hakuna mchezaji asiyopenda kuitumikia Simba au Yanga. Azam walikuwa bora zaidi wapi hasa mpaka kuelekea kwenda kuwawini Simba? Kwanza Azam walikuwa vizuri kwenye benchi la ufundi. Benchi lao la ufundi likiongozwa na mwalimu wao, mwalimu bora. Unapotaja walimu watano bora barani Afrika, uwezi ukamwacha kumzungumzia Florent na Ibenge. Ibenge ni mwalimu mkubwa, ni mwalimu ambaye anacheza kwa mbinu nyingi. Kwa hiyo uwezi kusema kwamba ni wachezaji wa Azam tu peke yao. Mbinu bora kutoka kwa mwalimu wao wachezaji wamezichukua na wameenda wamefanya, wamezitumia. Na Azam walikuwa vizuri katikati, kwenye viungo, walituzidi bato katika nini, katika viungo, kwa sababu ukiangalia ball possession vipindi vyote viwili Simba wamefanya nini, wamepossess mpira, wameongoza wao, lakini mwisho hata shoot on target kipindi cha kwanza zilikuwa 3, Azam wao wana 2. Umeelewa bwana? Ukija ball possession Simba 54, Azam walikuwa na 46. Umeelewa bwana? Kipindi cha pili ilikuwa vile vile Simba wanaongoza kwa ball position 51 kwa 49, lakini kikubwa wao nafasi walizozipata wamezitumia. Ina maana umakini wa Simba katika back four yetu, umeelewa bwana, ndio uliopelekea Azam kupata magoli, kwa sababu ukiangalia hata lile goli alilofunga Shomari Lawi na ni Lamek Lawi kapiga mara mbili, mara ya kwanza kagongesha mwamba, afu mara pili position ile ile. Ina maana mabeki wameshindwa kummaki, akaja akapiga tena pale pale, ndo akafanikiwa akapata nini, akapata goli. Kwa hiyo ni uzembe wa mabeki wetu, lakini katikati wachezaji walipambana vizuri. Sawa bwana, utengenezaji wa nafasi tumetengeneza nafasi 3, lakini tumeshindwa kufanya nini, kuzitumia. Uwepo wa Aishi Manula langoni pengine ilikuwa ni kikwazo kwa Simba wa Msimbazi. Hakupata kashikashi Aishi Manula, yaani zile kashikashi za kusema kwamba tunawashambulia hakuzipata, umeelewa bwana, lakini huwezi ukaondoa ubora wa Aishi Manula. Aishi Manula mpaka leo bado atakuwa ni golikipa bora, umeelewa bwana, ni golikipa bora mpaka leo. Sema alikuwa apate nafasi ya nini, ya kucheza, na imani kama atapata nafasi ya kucheza atarudi kwenye ubora wake, na inawezekana akarudi kwenye milingoti mitatu ya timu ya taifa. Sasa mnakwenda kuamka kwenye usajili ama mtaendelea kulala kama ambavyo tulikuwa hatusikii tetesi kama upande mwingine Simba ni kama
vitu vyao wanavifanya kimya kimya, pengine wanakwenda kuamka sasa kuanza kutafuta zile wachezaji wa kuziba nafasi, pengine ni kwenye baadhi ya nafasi ambazo zimekuwa hazitendewi kazi. Hii sasa ni kazi ya uongozi. Sawa, ni kazi ya uongozi, na sajili za sasa hivi huwezi kupiga kelele. Ukipiga kelele mwenzio anapita naye. Kwa hiyo ndio maana unakuta sajili zinafanyika kimya kimya. Zitakapokamilika watakuja watatangazwa, kwa sababu dirisha zishafunguliwa. Kabla ya tarehe kufungwa lazima wachezaji watafanya nini? Watapatikana tu. Lakini kikubwa sisi kama mashabiki wa Simba tunauambia uongozi wetu, ni wachezaji tunaohitaji pale nyuma, anatakiwa apatikane center back mwingine ambaye mwenye spidi, sawa, mwenye uharaka wa kuanzisha mashambulizi na mwenye uharaka katika nini? Katika harakati za uzuiaji. Kwa sababu mabeki wetu wanaonekana kama bado wana uzito fulani, especially Karabuso bado ni mzito mno. Kwa hiyo lazima apatikane beki designer kama kina Shemaroni au kina Enoki Inonga Baka, lakini kikubwa sajili zitatangazwa tu, bado tusubirie muda. Tunywe mtoli, nyama tutazikuta chini. Ndio hizo zote tetesi. Sawa, lakini mambo usajili nyingi zinaanzia na tetesi. Kama itakuwa hivyo itakuwa ni vizuri. Hakuna mtu anaweza kumnyima namba Chama kwa Tanzania hii, namba 10 zote zinazocheza katika Tanzania hii, Chama na Pacome ndio namba 10 bora mpaka sasa hivi. Kwa hiyo lazima kama atakuja Simba atakuja atatusaidia, lakini kwa muda mfupi. Sasa hiyo inategemea na wao uongozi na mchezaji watakaomtafuta. Inawezekana wakatutafutia mchezaji akawa bora zaidi ya Chama. Nimezungumza kwa ligi yetu ya Tanzania kwa sasa, unapoambiwa taja namba 10, 2 au 3, lazima utamtaja Chama. Chama lazima awepo, kwa sababu ndio lili ya typical namba 10. Kwa sababu hata Pacome bado ana uwezo wa kutokea pembeni, lakini ile kucheza namba 10 kama anavyotakiwa kucheza Chama, huwezi kumlinganisha na mchezaji yoyote katika ligi ya Tanzania. Lakini kabla hapo mlikuwa mnasema hamna haja ya kusajili. Huwezi ukasema hamna haja ya kusajili au tuna haja ya kusajili, kwa sababu kusajili inategemea na mapungufu uliyoyaona. Sawa. Sasa kama timu haipati matokeo, lazima utafute sehemu za kuziba nini? Za kuziba mapengo. Kwa hiyo sajili siku zote zinafanya nini? Zitafanyika, kwa sababu sajili unaweza ukafanya bado stili unakosa wachezaji ambao wanaweza wakaipambania timu. Lakini Simba ina wachezaji wengi, tena wachezaji wazuri. Isipokuwa uongozi wetu bado haujafanya nini? Haujasettle, haujatulia. Lakini kikubwa Simba ina wachezaji wazuri sana. Na tuna top scorer pale. Jicha zao namba 10. Lakini hatuelewi kwa nini performance yake imefanya nini? Imeshuka. Umeelewa? Wanasema afanye majukumu ya nani? Wanasema yale majukumu ya namba 10, majukumu ya namba 10 sikutoa assist. Anayeongoza kwa assist nani mpaka mwaka jana? Si yeye, Jicha zao. Na ndio mchezaji aliyehusika kwenye magoli mengi. Isipokuwa hali tu ya uongozi wetu bado haujatulia, ndio inapelekea timu kuonekana katika hali hii. Mmepiga kelele kwenye dirisha kubwa la usajili lililopita dhidi ya Alan Okello, lakini sasa hivi tunaona jana Engineer Hersi kapanda ndege kufuata Alan Okello, na nyie mara ya kwanza mlikuwa mnahitaji naye. Usajili ni biashara, sawa Mwenye kisu kikali ndio atakayekula nini? Atakayekula nyama, si umeelewa Na engineer kwenda kule, mimi nilivyosoma yale maandiko, amekwenda kufanya nini? Mikataba ya kufanya nini? Ya jinsi gani ya kiutawala, jinsi gani ya kuendesha vilabu. Na yule ni kiongozi wa nini wa vilabu, ni mwenyekiti wa nini wa umoja wa vilabu. Inawezekana kwa ameenda kwa shughuli zingine, lakini waandishi wa habari wakasema amempata Alan Okello. Lakini mimi ninachofahamu Alan Okello ameongeza miaka hii 2 ndani ya nini ya Vipers. Kwa hiyo tusubiri tu, kwa sababu sio kiama. Dirisha linafungwa kesho kutwa tu, hapo tutajua kama amemsajiliwa au la. Kutrend sio tatizo, ametrend wachezaji wengi. Kwani Chama sika trend hapo? Lakini mpaka sasa hivi Simba amemtangaza. Bado tutajua kama kweli ameenda kumsajili Alan Okello au ameenda kwa shughuli zake binafsi. Tutajua. Kupanda ndege dakika chache na kwenda pengine kuna utaratibu mzuri. Mimi nilichokiona pale walikuwa wanabadilishana jezi. Yule rais wa Vipers amempa jezi ya Vipers na yeye kampa jezi ya nini? Jezi ya Yanga. Kwani Engineer si alienda Spain? Si alienda Ufaransa? Alienda kusajili wachezaji? Zile ni shughuli za kiuongozi. Kaeka? Kwani hata yule nani rais wa Vipers si aliweka namba 10 na kaeka namba ngapi? Namba 8 si namba 9. Kwaona amemsajili mchezaji wa Yanga ndio Boyle. Mimi nilishawaambia muda mrefu sajili za Yanga nyingi zimefeli. Niliwaambia hawa wachezaji watafeli. Conte nilimzungumzia mpaka na namba zake.
Usajili ni namba, yaani hata ufanyeje, usajili ni namba, si umeelewa? Namba za Boeli zimemkataa, yule Koma zimemkataa, umeelewa bwana? Haya, ukija hata huyu mwingine nani huyu na Dombia, namba zimemkataa, na kweli zimekuja hata hapa zimewakataa. Celestine kuwa ndo kidogo angalau at least anajitahidi, lakini sajili za Yanga nyingi zimefeli. Kwa hiyo lazima wahangaike kutafuta wachezaji, lakini kwa Simba sajili zetu zote zimefanya nini? Zimeprove, umeelewa bwana? Isipokuwa ni mambo tu ya kitaratibu za viongozi, zikikaa sawa, mimi natumaini kabisa timu itatoa commitment nzuri, wataipambania klabu na tutakuwa tuko sawa. Ni mambo ya kiutawala, ni mambo ya kiutawala sawa. Sehemu yoyote kwenye grupu la watu wengi lazima mambo yanakuwa, kwa hiyo vitu vya kawaida. Asante sana.